Baba Levo, kitu ambacho amekifanya kwa mke wake kimezidi kuleta furaha katika familia, na kitu ambacho alichokifanya Baba Levo kina hakisi upendo wa kweli kwa mke wake Mama Ruby. Kitu ambacho amekifanya Baba Levo leo ni kumzawadia mke wake gari mpya, range mpya kabisa, yani ambayo amemkabidhi na kumpatia kama ya kwake kabisa. Kufuatia tukio hili ambalo Baba Levo ameweza kulifanya kwa mke wake, mke wake ameweza kufurahi zaidi na kusema kwamba walikuwa na malengo na ndoto kubwa ama nyingi katika maisha yao, na mwaka huu walikuwa wamepanga kufanya vitu vikubwa zaidi katika kuhakikisha wanamaliza nyumba yao, lakini pia wanafanya maendeleo mengine makubwa. Na moja kati ya mipango ambayo walikuwa wakiipanga wakiwa ndani, hawakuwahi kupanga mpango wa kuweza kununua gari kwa ajili ya familia au Baba Levo kumnunulia mke wake gari. Hii imekuwa ni surprise kubwa sana kwa mke wake huyu. Wakati akijiandaa asubuhi kutoka kwa ajili ya kwenda matembezi, mtaalamu Baba Levo aliweza kumwambia mke wake kwamba waweze kutoka, japokuwa mke wake alionyesha kutokubaliana na hilo kwa sababu alikuwa yuko busy sana, na Baba Levo alikuwa ametaka hiyo surprise, akuweza kumwambia kwamba kama nje kutakuwa kuna gari. Basi unaambiwa baada ya kuwa ametoka nje, huko mwanamke huyo akiwa amevaa dela tu kama vile wanaenda safari fupi nje pale, wanarudi ndani kutoka barabarani hivyo, akawa wamejikuta wamekutana na gari mbele. Mama Ruby alishangaa zaidi kuona gari jipya kabisa, ambapo Baba Levo amedai amelinunua gari hilo zaidi ya milioni 100 na kumpatia mke wake. Amesema kwamba hakulinunua kwa siku moja, ametumia muda mrefu kuweza kulipia kidogo kidogo, hatimaye kuweza kumfurahisha mke wake kipenzi Mama Ruby. Amedai kuwa Baba Levo kwamba mke wake alistahili kabisa kupata hicho ambacho amekipata, kwa sababu amejitahidi kwa kadiri alivyoweza kumsaidia katika kampeni, maana ushindi ambao ameupata Baba Levo kwa mbunge wa jimbo hilo la Kigoma mjini, unaona bwana, Kigoma mjini hapo, Baba Levo amesema kwamba mke wake Mama Ruby naye pia amekuwa ni miongoni mwa wale ambao waliosaidia kufanikisha zoezi hilo la yeye kupata nafasi hiyo ya ubunge. Hivyo basi amekuwa akitoa shukrani kwa watu wengi sana ambao waliofanikisha pale Kigoma mjini. Kama tunaona alionunulia gari kwa ajili ya wanaharusi wanapoenda kuwa wanafunga ndoa kule, watumie gari hilo kama vile siku ya furaha kwao. Lakini pia aliweza kuwafanyia sherehe siku ya mwaka mpya na kuandaa siku iliyoitwa Pilau Day. Ilikuwa ni mwaka mpya, sikukuu ya mwaka mpya tarehe 1 2026, ikiwa ni mwezi wa kwanza. Sasa baada ya kuwa amefanya furaha mpaka kwa wavuvi, kuwapelekea maboti ya kuvulia samaki, akaona sasa wakati huu hapa ni wakati wa kuweza sasa kuifanya familia na yenyewe pia iweze kutabasamu, kwa sababu familia nayo pia ilikuwa ni miongoni mwa wafanikishaji wakubwa sana wa zoezi hili hapo. Kwa watu wengi wanaweza kawa wanajaji na kujiuliza maswali mengi. Kwa nini Baba Levo amekuwa ni mtu ambaye anawashukuru watu wa aina mbalimbali kwa kuweza kuwapatia vitu vya thamani na anatumia fedha, kwamba ubunge kwake ilikuwa ni ndoto kubwa mpaka kufikia wakati anafanya vitu hivi ambavyo alivyovifanya. Lakini inaonyesha wazi kabisa kwa sasa hivi fedha anazozitumia Baba Levo sio fedha ambazo kwake yeye ni mshahara, kwa sababu hata mshahara wenyewe bado hajaanza kuvuna hayo matokeo. Mwisho wa siku sasa ametumia fedha zake binafsi kuweza kufanya mengi makubwa. Unaona bwana, ikumbukwe alinunua madaftari zaidi ya 100,000 kwa mujibu wa kuwagawia wanafunzi katika maeneo yale ya Kigoma mjini. Na maelezo yake anasema kwamba hata kama atakuwa anaenda anaomba kule watu wanampatia, lakini jitihada zake ndio zimesababisha yeye kuweza kupatiwa. Hata kama watu watasema kwamba ni vitu ambavyo vinatoka bure, hiki ni kipawa ambacho amepewa Baba Levo. Kwa hiyo kama ukiweza kumjaji na kuona kwamba vitu ambavyo anavyovipata inatokana na kazi ya uchawa ambao anaifanya, kwake yeye imekuwa ni zawadi ambayo yuko nayo hapo, kama jinsi
jinsi ambavyo tunaona amekuwa ni mtu ambaye ametoka katika maisha ya kawaida. Ukizungumzia Baba Levo ni mtu ambaye kiukweli kabisa au kimsingi wa maisha halisi ambayo ameishi nayo tangu hapo ambapo tumeanza kumfahamu, amekuwa akitokea katika familia ya kawaida, japokuwa baba yake alishawahi kuwa askari magereza, lakini baadaye alipofariki baba yake hakuna urithi wowote ule ambao aliweza kuupata. Hivyo mapambano yake tu kwa asilimia kubwa ndiyo yaliyofanikisha kuweza kufikia malengo makubwa ambayo watu wanamtafsiri kuwa ni miongoni mwa vijana wadogo ambao wana mafanikio makubwa, ambayo vijana wengi wamebaki kwa kujifunza vitu ambavyo anavyovipitia Bi Levo B, mtaalamu fundi majumba huyu Baba Levo mtaalamu. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya kwa familia yake, kumpatia mke wake gari ya aina hii, imekuwa ni furaha na faraja, na pia ameweza kuinspire wa vijana wengine, watu wengine, kwamba unaweza ukamfanyia chochote mke wako, unaweza ukaifanyia chochote familia yako ambayo uko nayo, kwa sababu baraka ambazo unakuwa unazipata, vitu ambavyo unavyokuwa unavipata ukivitazama kwa jicho la kawaida, unaweza ukadhani kwamba ni nguvu au ujanja wako wewe mwenyewe, lakini ukubwa wa vitu ambavyo siku zote vinakuja kwenye maisha yako inategemeana na kina nani wamekuzunguruka, wana ndoto na wana uwezo wa kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia kupitia wewe. Unaona bwana. Kwa hiyo ukiangalia Mama Ruby amekuwa ni miongoni mwa wanawake ambao wanahesabika kuwa wameweza kuwa wavumilivu zaidi, hasa katika upande wa Baba Levo na jinsi ambavyo alivyochagua maisha yake ya kuishi kama chawa. Imekuwa ni skendo na taarifa mbalimbali, ambapo kama ingekuwa mwanamke ambaye hana uvumilivu dhidi yake, angekuwa hana ndoto, hana mapenzi na Baba Levo, huenda mpaka sasa hivi tusingekuwa tunazungumza habari ya Mama Ruby pamoja na huyu Baba Ruby ambaye almaarufu kama Baba Levo. Unaona bwana. Kwa hiyo kimsingi tunaweza kusema kwamba Baba Levo, au tunaweza kusema kwamba Mama Ruby alistahili kupata hiki ambacho alichokipewa kama zawadi, lakini pia Baba Levo ameonesha jinsi gani ambavyo anaweza kumpenda mke wake, kwa sababu ukiangalia si tu mke ambaye ataweza kulipanda gari hili, kwa sababu Mama Ruby na Baba Levo wamefanikiwa kupata watoto, yani wana familia. Kwa hiyo ili gari kimtazamo unaweza kaona kama kanunuliwa mke, lakini ili gari wamenunuliwa familia nzima. Kwa hiyo kimsingi maisha siku zote ni zawadi, na pale ambapo unapopata zawadi ya maisha unaweza kuwafanya na watu wengine waione waione baraka yao kupitia uwepo wako wewe. Unaona bwana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba siku ya leo imekuwa ni siku njema sana kwa mwanamke huyu, miongoni mwa wanawake ambao wenye furaha zaidi siku ya leo, na yeye pia Mama Ruby amekuwa ni miongoni mwa hao watu wenye furaha kwa kuweza kupatiwa gari yenye thamani ya zaidi ya milioni 100. Ni gari ambayo ni ya thamani kubwa sana, na kiukweli ni gari ambayo imeleta faraja na tumaini. Upendo mpya umezaliwa katika familia ya mwamba huyu, mbunge huyu wa Kigoma mjini. Unaona bwana. Kwa hiyo taarifa hii ambayo nimekuletea ni taarifa bora zaidi, ambapo kama unapenda kufuatilia mambo ambayo yanaendelea hapa nchini na kuwa unapata taarifa na vitu vipi ambavyo unatamani huwa unavipata kabla havija expire, havijapitwa na wakati, basi ili unapata vitu vipya zaidi kila siku, kila wakati, na habari zenye usahihi na uhakika wa kutosha, basi jambo la msingi ambalo unatakiwa kufanya wewe ni kusubscribe. Ukisubscribe tu chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe, kilibonyeza utakuwa ni mmoja kati ya wadau ambao mtakokuwa mnazipata taarifa zetu kwa wakati. Utambue kwamba tutakuwa tunakuletea taarifa kama jinsi ambavyo ilivyo siku zote, taarifa za wasanii, wanasiasa, lakini pia habari za michezo, sanaa, utamaduni za ndani ya taifa la Tanzania na hata nje ya taifa la Tanzania. Tutakuwa tunakuletea wewe kufikia wewe kokote kule uliko. Bana, asante kwa kunisikiliza. Wakati huu nikutakia wakati mwema, hadi wakati mwingine tena. Kwaheri.